Rais wa Marekani Donald Trump amezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Marekani baada ya kueleza hadharani kuwa hapendi wazo la kuinyang'anya Iran makombora yake yote ya masafa marefu, akisema kuwa ni jambo lisilo la haki kudai taifa hilo lisiruhusiwe kuwa na uwezo wote wa kujilinda, wakati mataifa mengine katika eneo la Mashariki ya Kati yanaendelea kumiliki silaha hizo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Trump alisema kuwa suala la mpango wa makombora wa Iran litakuwa sehemu ya mazungumzo mapya yatakayofanyika katika miezi ijayo, lakini akasisitiza kuwa Marekani haiwezi kuingia kwenye mazungumzo hayo ikiwa lengo ni kuifanya Iran kuwa taifa lisilo na uwezo wote wa kijeshi. Trump alisema kuna baadhi ya watu ndani ya duru za kisiasa na usalama wa Marekani ambao wanataka Iran izuiwe kabisa kumiliki makombora ya ballistic, lakini kwa mtazamo wake jambo hilo haliendani na hali halisi ya usalama wa kimataifa. Alieleza kwa mataifa mengi duniani hususan katika Mashariki ya Kati yana makombora aina mbalimbali kwa ajili ya ulinzi wa mipaka au kuzuia mashambulizi kutoka kwa maadui wao, hivyo haiwezekani kuipa Iran masharti ambayo hayatumiki kwa nchi nyingine. Katika kauli yake ilionekana kuwalenga moja kwa moja baadhi ya washauri wa sera za usalama pamoja na viongozi wa Israel. Trump alisema kuwa kuna baadhi ya watu wanaodai Iran haipaswi kuruhusiwa kuwa na kombora hata moja. Alionekana kutokubaliana kabisa na hoja hiyo, akisema kuwa ikiwa Saudi Arabia na mataifa mengine ya eneo hilo yanaruhusiwa kuwa na makombora, basi haiwezekani kudai Iran iwe taifa pekee lisilo na uwezo huo. Kauli hiyo imeibua taharuki kubwa nchini Israel, ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikiutazama mpango wa makombora wa Iran kama moja ya vitisho vikubwa zaidi kwa usalama wake wa taifa. Serikali ya Israel imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kuwa makombora ya Iran yana uwezo wa kufika maeneo mbalimbali ndani ya Israel na yanaweza kutumika kubeba aina tofauti ya vichwa vya vita endapo mgogoro mkubwa wa kijeshi utatokea. Mbali na swala la makombora, Trump pia alionekana kupunguza uzito wa hoja kwamba silaha hizo ndizo tishio kubwa zaidi kwa dunia. Alisema makombora yanaweza kusababisha madhara katika maeneo maalum yanayolengwa, lakini hana uwezo wa kusababisha maangamizi makubwa ya kimataifa kama yanavyoweza kusababishwa na silaha za nyuklia. Kauli hiyo imechukuliwa na wachambuzi wengi kama ishara kwamba utawala wake unataka kuelekeza nguvu zaidi kwenye kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia kuliko kuzingatia kikamilifu swala la makombora. Hata hivyo, Trump alisema kuwa Marekani haijapuuzia kabisa mpango wa makombora wa Iran. Alifafanua kuwa mazungumzo yajayo yatahusisha kwa kina mambo matatu makubwa ambayo Washington inaona ni muhimu kwa usalama wa eneo la Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Mambo hayo ni pamoja na kiwango cha urutubishaji wa uranium, lakini pia maendeleo ya mpango wake wa makombora ya ballistic pamoja na uhusiano wa Teherani na makundi mbalimbali yenye silaha yanayoungwa mkono na Iran katika nchi kama vile Lebanon, Iraq, Syria na Yemen. Kwa mujibu wa Trump, Marekani bado inataka kuhakikisha kuwa Iran haitafikia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo limekuwa lengo kuu la sera za Marekani kwa zaidi ya mwongo mmoja. Hata hivyo, alionyesha wazi kuwa anapendelea kufikia malengo hayo kupitia mazungumzo kuliko kuingia katika mzozo mpya wa kijeshi ambao unaweza kuathiri uchumi wa dunia na usalama eneo lote la Mashariki ya Kati. Wakati huo kauli za Trump zimezidisha mgawanyiko ndani ya kambi yake ya kisiasa. Baadhi ya wafuasi wake wenye msimamo mkali wa usalama wa taifa wanaamini kuwa Iran inapaswa kushinikizwa zaidi na kuwekewa masharti magumu kabla ya kupewa nafasi yoyote ya makubaliano mapya. Kundi hilo pia linaamini kuwa kuruhusu Irani kubaki na sehemu ya uwezo wake wa makombora kunaweza kuifanya endelee kuwa tishio kwa washirika wa Marekani katika eneo hilo. Kwa upande wake, maafisa wa mkondo unaopinga Marekani kuhusika katika vita vya muda mrefu nje ya mipaka yake wanaunga mkono njia ya mazungumzo. Wanaamini kuwa makubaliano ya kidiplomasia yanaweza kuwa njia bora zaidi ya kuzuia mgogoro mkubwa wa kijeshi ambao unaweza kuhusisha Marekani, Israel, Iran na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Katika sehemu nyingine ya mkutano huo, Trump alionyesha kukerwa na baadhi ya waandishi wa habari, wachambuzi wa siasa na watu ambao hapo awali walikuwa wakimuunga mkono lakini sasa wanakosoa makubaliano hayo mapya.
Alisema baadhi ya watu hao wamekuwa wakitoa mashambulizi makali dhidi yake kwa sababu ya msimamo wake kuhusu Iran, akidai kuwa baadhi yao hawaelewi vizuri mazingira halisi ya mazungumzo hayo, huku wengine wakiongozwa na maslahi ya kisiasa. Kauli hizo zimeonekana kuonyesha jinsi swala la Iran linavyoendelea kuwa moja ya mada nyeti zaidi katika siasa za Marekani. Kwa miaka mingi kumekuwa na mvutano kati ya wale wanaotaka kutumia diplomasia kushughulikia mzozo wa Iran na wale wanaoamini kuwa shinikizo kali la kiuchumi na kijeshi ndio njia pekee ya kuzuia Iran kuendeleza programu yake ya nyuklia. Kadri mazungumzo mapya kati ya Iran na Marekani yanavyotarajiwa kuanza baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya awali, macho ya dunia sasa yataelekezwa katika kuona iwapo pande hizo mbili zitaweza kufikia mwafaka kuhusu urutubishaji wa Iran, makombora ya ballistic na ushawishi wa Iran kwa makundi yenye silaha katika Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.